Na mkereketo wa lugha, mwanafunzi wa lugha mahali ulipo, jina langu ni Ustadh Kakamnai na karibu kwenye kipindi hiki, kipindi Uketo wa Kiswahili. Na kwenye mada yetu siku ya leo, ningependa tuangazie masuala ya sarufi na matumizi ya lugha. Na katika mazungumzo yetu kuhusu masuala ya sarufi na matumizi ya lugha, ningependa tuweze kuangazia suala ambalo ni adhimu mno, suala kuhusu yambwa ama shamirisho. Tunapoangalia yambwa ama shamirisho, ni vyema kwanza tuelewe yambwa au shamirisho ni nini. Tunapozungumzia yambwa ama ukipenda shamirisho, tuelewe kwamba yambwa ama shamirisho ni nomino inayopokea athari za kitendo katika sentensi. Kwa hivyo mara nyingi unapokuwa na sentensi, nomino inayopokea athari za kitendo katika sentensi hiyo hufahamika kama yambwa ama ukipenda ni shamirisho. Kwa mfano, ukiwa na sentensi kama hii, ukasema kwamba Maria alijenga nyumba kubwa. Maria alijenga nyumba kubwa. Tunaposema kwamba Maria alijenga nyumba kubwa, kitendo katika sentensi ni jenga. Kwa hivyo nini kimejengwa katika muktadha huu? Ni nyumba imejengwa. Kwa hivyo katika sentensi hii, nyumba ni yambwa ama shamirisho. Nadhani kwamba unanielewa ninapozungumzia hili. Kwa hivyo katika sentensi hii utafahamu kwamba nyumba ndiyo yambwa ama ukipenda ndiyo shamirisho. Jambo jingine la pili ambalo ni muhimu pia kuweza kuelewa ama kuweza kuweka wazi ni kwamba unaweza ukawa na mfano wa pili. Na mfano huu wa pili huenda ukawa Yohana aliubeba mzigo. Yohana aliubeba mzigo. Katika sentensi hii, Yohana kitendo ni beba na Yohana alibeba nini? Mzigo. Kwa hivyo mzigo ni nomino inayopokea nini? Athari za kitendo. Kwa hivyo mzigo katika sentensi hii ni nini? Ni shamirisho ama ukipenda ndiyo yambwa. Jambo ambalo ningependa mie Kakamnai pia kuweka wazi. Kwa mfano, unaweza ukasema Petero alitengeneza samani. Petero alitengeneza samani. Samani ni furniture, ni kisawe cha nomino furniture. Kwa hivyo tunapokuwa na sentensi hiyo kama Petero alitengeneza samani, kwa hivyo tengeneza ndiyo kitendo, samani ni nomino ambayo inapokea athari za kitendo. Kwa hivyo samani ndiyo yambwa ama ndiyo shamirisho katika sentensi hii. Mwanafunzi, unanielewa? Unaweza pia ukawa na mfano mwingine. Ni kwa mfano, Nina aliteletewa mzigo na mwanaye kwa gari. Nina aliletewa mzigo na mwanawe kwa gari. Katika sentensi hiyo kuna Nina aliyeletewa mzigo, kuna mwanawe anayeleta mzigo, na kuna chombo ambacho kimetumika hapa
chombo hiki ni gari. Kwa hivyo katika sentensi hii, Nina aliletewa mzigo. Kitendo ni leta. Nini kinaletwa? Mzigo. Kwa hivyo mzigo katika muktadha wa sentensi hii ni shamirisho au yambwa. Nina pia ndiye atakayeathiriwa na mzigo huu. Kwa hivyo Nina pia ni shamirisho au yambwa. Na gari pia limetumika kusababisha kitendo hiki. Kwa hivyo gari nalo ni shamirisho au yambwa katika sentensi hii. Sijui kama tunaelewana? Naam. Ni vyema mwanafunzi wa kidato cha 4 anayetayarishwa ama mpenzi wa lugha yeyote yule afahamu kwamba kuna aina 3 za shamirisho au yambwa. Kuna shamirisho kipozi ambayo pia huitwa yambwa tendwa. Kuna shamirisho kitondo ambayo pia inaitwa yambwa tendewa ama yambiwa ukipenda, na kuna shamirisho ala ambayo inaitwa yambwa kitumizi. Ningependa tuangalie moja baada ya nyingine. Kwanza, shamirisho kipozi ama yambwa tendwa ni nomino ambayo inaathiriwa moja kwa moja. Nomino ambayo inaathiriwa moja kwa moja na kitendo katika sentensi. Kwa mfano, Sima ulipikwa na Zawadi. Zawadi hapa ni jina la mtu. Sima ulipikwa na Zawadi. Pika ndicho kitendo. Sima ndiyo inayopokea athari za kitendo katika sentensi hii. Kwa hivyo Sima inapokea athari za kitendo moja kwa moja kwa sababu Sima ndiyo inayopikwa. Kwa hivyo Sima ni shamirisho kipozi ama yambwa tendwa. Ninaweza nikachukua mfano mwingine kama huu. Ukachukua Bahati alivua samaki. Bahati alivua samaki. Vua ni kitendo. Nini kimevuliwa? Samaki. Kwa hivyo katika sentensi hii samaki ni shamirisho kipozi ama ni yambwa tendwa. Tunapozungumzia shamirisho kitondo ama yambwa tendewa ama ukipenda pia tunaita yambiwa. Shamirisho kitondo, yambwa tendewa ama yambiwa ni nomino inayoathiriwa na kipozi katika sentensi. Unanipata? Ni nomino ambayo inaathiriwa na kipozi ama ni nomino ambayo inaathiriwa na yambwa tendwa. Ama unaweza ukasema pia kwamba ni nomino inayoathiriwa na nomino nyingine katika sentensi. Kwa mfano, tukirejelea mfano wa pili ambao nilikuwa nimetoa wakati tunatanguliza mada hii. Nilisema Nina aliletewa mzigo na mwanawe kwa gari. Nina aliletewa mzigo na mwanawe kwa gari. Mzigo ni shamirisho kipozi ama ni yambwa tendwa. Unanielewa? Na kwa upande ule mwingine Nina ataathiriwa na kipozi ambayo ni nini? Ni mzigo. Kwa hivyo Nina ni shamirisho kitondo ama ni yambwa tendewa ama ni yambiwa. Na ningependa kutoa mfano mwingine ili uwe wazi. Yakobo
alikata mbao kwa msumeno. Acha niseme kwamba Yakobo alimkatia Yona mbao kwa msumeno. Yakobo alimkatia Yona mbao kwa msumeno. Na nikichukua mfano huo, Yakobo alimkatia Yona mbao kwa msumeno. Katika sentensi hii, Yona, mbao ambazo zinakatwa ni shamirisho kipozi ama ni yambwa tendwa. Na nipata? Lakini Yona ndiye atakayeathiriwa na mbao hizi kwa sababu alikatiwa na Yakobo. Kwa hivyo Yona hapa ni shamirisho kitondo ukipenda, ni yambwa tendewa ukipenda, ni yambiwa. Msumeno pale ni yambwa kitumizi ama ni shamirisho ala. Kwa hivyo tuangalie aina ya tatu. Shamirisho ala ama yambwa kitumizi ni chombo kilichotumika kusababisha kitendo fulani. Kwa hivyo msumeno ulikata mbao kwa ule mfano. Kwa hivyo msumeno katika muktadha huu utatumika kama nini? Ni yambwa kitumizi ama na shamirisho ala. Tulipochukua mfano wa Nina aliletewa mzigo na mwanawe kwa gari, gari ni shamirisho ala ama ni yambwa kitumizi. Kwa hivyo kwa leo, kwa mada ya leo mwanafunzi, mkereketo wa lugha, mpenzi wa lugha, tumezungumzia swala la shamirisho au yambwa, na tumesema shamirisho ni nomino inayopokea athari za kitendo. Tumetaja aina za shamirisho ama aina za yambwa, ambapo tumeweka bayana aina tatu: shamirisho ala ama yambwa kitumizi, shamirisho kipozi ama yambwa tendwa, na shamirisho kitondo ama yambwa tendewa au yambiwa. Usisahau kusubscribe kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili. Jina langu ni Ustadh Kaka Mnai, na kutakia usiku mwanana usiokuwa na bugdha wala mshike.